Bwana Mwokozi wa maisha yako, ukawa umebadilisha mtazamo katika namna ya kufanya vitu, katika namna ya kufanya mambo, au katika namna ya kutazama kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema kwamba Yesu Kristo ni kielezo kikuu. Ndio maana yani kuna vitu hauwezi kuvifanya kwa sababu yule ambaye unajifunza kwake, yule ambaye anakuongoza, hivyo vitu haruhusu kuvifanya, na hivyo vitu sio sehemu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu yani, bila shaka unanielewa, kuna maisha ambayo au kuna vitu sehemu ya upande wetu sisi tuliopo. Ukisoma na Musa anasema kwamba naye Kristo alituhamisha akatutoa katika ufalme wa giza akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa hiyo katika hizo ufalme mbili, ulipotoka kwenye ule ufalme wa ule pale ufalme wa giza, kuna mambo ambayo automatic unakuta umefanya hayo mambo. Lakini baada ya kuwa Kristo amekuhamisha, amekuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ukakuta kuna nguvu nyingine au kitu kingine ambacho kinakufanya wewe ufanye hivi ambavyo unafanya hivi leo. Bwana Yesu atusaidie sana. Naomba tusome Yohana 14 mstari wa 6 na Mathayo 11:29 hadi 30. Msomaji wa Biblia naomba nisaidie kusoma. Mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akasema, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa ndio tunasema kwamba Yesu Kristo ndio kielezo chetu sisi. Yaani ili mtu aweze kufika pale ambapo anatamani kufika kwa kusudi la Mungu, au anatamani afike mbinguni, lazima aangalie kielezo chake kinasemaje, muongozo wake unasemaje, yule aliye mbele yake ambaye anasema ni kiongozi wake anasemaje. Bwana Yesu atusaidie sana. Tolee mfano hata kwenye utawala tu wa kawaida, utawala wa duniani, kuna kiongozi anaweza kafanyika kuwa kielelezo kikuu, watu wakamfuata asilimia zote. Jamani, tunalijua hilo kwamba huyu anafanya vizuri, yaani ukimfuata yule pale utafika. Ndivyo na sisi Yesu wetu alivyo, ili tufike mbinguni, ili tufike pale ambapo Mungu anataka tufike, iwe ni kwenye maisha ya kawaida au katika maisha ya kiroho. Ili ufike pale ambapo Mungu anataka kufika, lazima uangalie kielelezo kinani, yaani kiongozi wako anasemaje, kielelezo kikuu kinakuelezeaje wewe kwa habari yake ambapo unataka kufika. Naomba nisomee Mathayo 11:29 hadi 30. Neno la Mungu linasema, itieni nira yangu mkajifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Amina. Sasa hapo tumeshaelewa. Yesu Kristo mwenyewe akasema, jifunzeni kwangu. Mtu aliyemwamini Kristo na anataka kwenda mbinguni, asipojifunza kwa Kristo, jamani, asipojifunza kwa Yesu, yaani asipojifunza kwamba Yesu alienendaje, alifanyaje, au Yesu anataka mimi nifanye kitu gani, nisifanye kitu gani, jamani, huyo mtu atafika mbinguni? Kwa kitu ya kawaida, jamani, tujiulize. Acha tuna kuangalia ndani sana, nani huyo mtu atafika mbinguni jamani? Ni sawa na mwanafunzi darasani. Yule kwa sababu yule mwalimu aliyemtangulia alishasoma. Alishakusoma. Lazima awe kielezo kwa wanafunzi kwamba jamani, mkipita hii njia hamtafika. Kuna ushauri ambao atapewa kwamba ili ufaulu vizuri, ili ufaulu asilimia zote, au fika hata asilimia 90 au 100 au 90 ngapi, lazima ufanye vitu baadhi, yani lazima ufanye 1, 2, 3. Na unakuta kule mtu ukifanya utafiti ukaanza kutumia practice ukafanya vile vitu, unakuta umetoka kwenye ile hatua ambayo ulikuwepo, umeongezeka, umetoka kwenye kiwango cha chini umepanda kiwango cha juu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Ndivyo na Yesu Kristo. Yesu Kristo ni mwalimu mkuu kwenye maisha yetu, anatufundisha, anatuongoza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kupitia utatu wa Roho Mtakatifu, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, Mungu anatufundisha. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo aliposema kwamba jitieni nira yangu mkajifunze kwangu, alikuwa na maana hivi. Kweli jamani, mimi niseme tu ukweli, kwenye hii dunia maisha tunavyoishi, yani kaka, hiyo siku nikaa naongea na mama akasema hii dunia inawayawaya kama nini, kama mlevi, yani inayumba, haieleweki, yani haijatulia. Sasa kwa ulimwengu wa sasa ambao namna tulivyo, hii dunia ya sasa tulivyo, namna inavyoenenda hivi, kama wewe uliyemwamini Kristo hautapata ile neema basi hata kusema basi unamtafakari Mungu na nguvu zake, au unatulia magotini pa Bwana kujifunza anataka ufanyaje au ishije. Unafikiri utamaliza salama mwendo wako? Eti jamani, tutamaliza salama huu mwendo kama hatutajifunza? Mungu atusaidie sana. Anasema kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Kweli? Yaani kama mtu labda, kuna wale ambao wamezaliwa kwenye familia za wokovu tayari, na kuna wale ambao yaani tulipata neema. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna watu wako tofauti. Kama mtu hajawahi kuishi maisha huko duniani, wokovu hawezi akauchukulia kwa namna ile ambayo inastahili kuchukuliwa. Lakini kama mtu tu alizaliwa kukuta baba na mama wanaabudu, yaani kila kitu ndio mstarehe, ndugu yangu, huyo mtu kuna namna anachukua wokovu kama kama extra, yaani kitu cha ziada. Lakini sio kitu cha ziada. Sio kitu cha ziada hata kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani sio kitu cha ziada. Anasema nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Huko duniani kuna mizigo. Kuna mizigo ambayo hauwezi kutua kwa mtu mpaka Yesu mwenyewe amekutua. Yaani kuna jambo unaweza ukalibeba ukamwambia mama yako asikusaidie, ukamwambia ndugu asikusaidie, lakini Yesu peke yake huyo ndiye anaweza kukusaidia. Yaani